Karibu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Obembe TV. Basi kama ni mara yako ya kwanza kwenye channel yetu, hakikisha una subscribe na comment na kushare ili wengine waendelee kupata habari zetu. Leo tunakuja kuongelea kisa cha Joseph Kabila kurudi nchini DRC. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila ameahidi kurejea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kutokuwepo kwa miaka 2. Kurejea kwa Joseph Kabila kutakuwa na maana gani katika eneo hilo lililokumbwa na vita, ambapo waasi wa M23 vikundi vinavyoungwa mkono na Rwanda vimeteka eneo hilo la mashariki mwa nchi lenye utajiri wa madini na kulazimisha maelfu ya watu kuhama makazi zao? Kabila alikuwa rais wa mwaka tangu 2001 na kukaa madarakani karibu miaka 12. Muhula wake wa pili na wa mwisho wa kikatiba ulimalizika Disemba wa mwaka wa 2016, lakini alikataa kuondoka na kusababisha maandamano mabaya. Alifanikiwa kusalia madarakani kwa miaka 2 zaidi na hatimaye akakubali kuondoka madarakani mwaka wa 2018 kufuatia uchaguzi wa mwezi wa Disemba. Januari ya mwaka wa 2019 alikabidhi madarakani kwa mrithi wake Felix Tshisekedi, na mwaka wa 2023 aliondoka DRC. Msemaji wake Barbara Nzambi amerudi kusema kama aliondoka kwa sababu za kitaaluma. Hata hivyo, Joseph Amond kutoka taasisi ya kupambana na msimamo mikali ya IDOV anasema kwamba maisha ya kisiasa ya Kabila hayakuwa imara kama angesalia DRC. Hivyo kuondoka kwake kulikuwa kwa kimkakati. Bila anasema alikuwa akijishughulisha na programu za kimasomo katika chuo kikuu cha Johannesburg nchini Afrika Kusini au South Africa. Januari ya mwaka wa 2024, tasnifu yake ya udaktari kuhusu uhusiano wa siasa za Afrika na Marekani, China na Urusi ulithibitishwa katika chuo kikuu cha Johannesburg. Wakati akiwa nje ya DRC, Kabila pia alitembelea nchi nyingine kadhaa za Afrika ikiwamo pamoja na Ethiopia, ambapo alikutana na viongozi wa upinzani Moise Katumbi na Claudel Lubaya hapo mjini Addis Ababa, na Namibia ambapo alihudhuria mazishi ya rais wa kwanza wa Namibia Sam Nujoma. Mwishoni wa mwaka wa 2021, M23 ilianza kuibuka tena na kuendelea kusonga mbele kimkakati na kupata kasi zaidi mwaka wa 2023 na mwaka wa 2024. Mapema mwaka huu waasi wa M23 walisonga mbele na kuchukua udhibiti wa miji miwili muhimu, Goma na Bukavu. Takriban watu 8,500 waliuawa tangu mapigano yaliongezeka mwezi Januari, kulingana na serikali ya Kongo. Kulingana na UN, wa Kongo milioni 5.6 ni wakimbizi wa ndani ya DRC na zaidi ya milioni 4 wanatoka katika majimbo ya mashariki, yani Kivu Kusini na Kivu Kaskazini na Ituri. Disemba mwaka jana, mazungumzo ya amani yaliyosimamiwa na Angola yalivunjika baada ya Rwanda kuitaka serikali ya Kongo kuzungumza moja kwa moja na M23. Licha mjini Kinshasa walikataa kuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na waasi. Katika mahojiano na BBC, waziri mkuu wa DRC Judith alisema serikali yake inataka kufanya mazungumzo na nchi jirani ya Rwanda ambayo inaituhumu kuunga mkono M23. Mwezi Machi, rais wa DRC Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame walitoa wito wa kusitishwa mara moja kwa mapigano mashariki mwa DRC baada ya kufanya mazungumzo ya moja kwa moja nchini Qatar. Kwake kumechochewa na nia ya kusaidia kutatua mizozo unaozidi kwa mabaya wa kitaasisi na kiusalama nchini DRC. Pia aliliambia jarida ya lugha ya Kifaransa La Jeune d'Afrique
anataka kuchukua jukumu la kutafuta suluhu baada ya miaka 6 ya kuwa nje na mwaka moja uhamishoni. Lakini kuna uvumi kwamba ana nia nyingine. Tshisekedi amemshutumu Kabila hadharani kuwa amewaunga mkono waasi wa M23 na Alliance Fleuve Congo, muungano wa waasi ambao M23 ni sehemu yake. Ben Redley, mwanauchumi na mhadhiri wa maendeleo ya kimataifa katika chuo kikuu cha Bath, ameiambia BBC kama Kabila ana uhusiano na waasi wa M23. Baadhi ya wachambuzi wanasema kiongozi wa AFC Corneille Nangaa, aliyekuwa mkuu wa zamani wa tume ya uchaguzi chini ya uongozi wa Kabila na ni mshirika wa karibu sana wa Joseph Kabila. Hilo huenda unamaanisha Kabila anahusika na waasi. Kurejea kwa Kabila hakika kuna utata na viongozi wa Kinshasa na hawaoni kwamba hilo ni jambo nzuri kabisa. Waziri wa mambo ya nje Therese Kaikwamba alisema kuwa serikali ya Kongo haihitaji kuhusika kwa Kabila katika kutatua mzozo wa usalama katika eneo la mashariki mwa DRC. Kulingana na Joseph Amond, amesema kuwa Kabila ana uwezekano wa kuleta amani mashariki mwa DRC, ikizingatiwa bado ni maarufu katika baadhi ya maeneo ya nchi hii, lakini pia kunaweza kuzidisha mzozo wa kisiasa nchini humo. Naamini ana uwezo wa kuleta makubaliano ya amani kati ya M23 ikiwa atataka kufanya hivyo. Ingawa nadhani analiona swala la M23 kama vile fursa kwake kujimarisha ndani ya siasa ya DRC kwa kiwango cha juu. Redley amesema kuwa anakubali kwamba Kabila ana uzito wa kutosha wa kisiasa na uwezo wa kusaidia kuleta mazungumzo kati ya serikali na waasi. Kabila amekuwa mkosoaji wa Rais Tshisekedi tangu alipoondoka madarakani. Hivyo haijulikani ni jinsi gani Tshisekedi atakuwa tayari kuhudhuria mazungumzo yote yanayopatanishwa na Kabila.